Nataka niambie Kasongo, hii maneno ya kutuma goons hapa Mlimani mkiwa na Murkomen imefika mwisho, na nimeona vile mmetoa guni moja hapa. Siko namna hiyo, itakuwa namna hiyo. Hatuwezi, sisi ni jamii, ni watoto ya Maumau. Sasa goons ni nini? Na police, rogue police officers pale Olokalao walinyoroshwa na raia. Tunataka tukwambie Kasongo, wewe umesukuma sisi to the wall. Pahali umetufikiza ni kwa ukuta, na mtu akifika kwa ukuta hawezi songa tena, anang'ang'ana na wewe. Nataka nitangaze, tumejipanga vizuri. Hakuna goons yeyote watakubaliwa tena hapa Mlimani. Wakuwe ni goons ya hapa, kama hiyo alikuwa hapa ananyoroshewa hapa. Wakuwe ni goons ya Nairobi, anakuwa dealt with. Akuwe ni goons ya wapi, atakuwa dealt with. Na ndio sisi tunataka tuseme, hata police goons, wale askari walitumiza pale Wetima wakiongozwa na Betty Maina na Eric Wamumbi, ndio walikuwa pale Olokalao. Bodyguard ya Betty Maina ako kwa gazeti headline ya Nation. Wewe Kipchumba unasema unataka ushahidi. Unataka ushahidi gani ingine? Magari ambayo ilileta wakora Olokalao ni ya mheshimiwa wa Kiambaa anaitwa Kawanjiku. Wewe unataka ushahidi gani? Unasema ati wale wa mama walinajisiwa, ati wakuja wapiga ripoti kwa polisi. Watapiga ripoti kwa polisi namna gani, na polisi ndio walioumiza? Ndio tumewaambia waende private hospital, kwa sababu huwezi ripoti polisi kwa polisi, itakuwa ni ujinga. Wale watu wameua vijana wawili Olokalao ni polisi. Tunakuuliza Murkomen, vijana wawili wameuawa na polisi ambaye ulituma Olokalao. Wewe hujashika hao upeleke kotini. Alafu unasema ati Kenya hakuna shida ya usalama, ati there is no security crisis in Kenya. Iko. Itakuwa namna gani police service imeingiliwa na goons? Imekuwaje maofisa rogue police officers wana take over Olokalao, wanapiga tear gas mpaka county commissioner? Hii nchi ambayo imepotea. Na ndio tumeambia watalii, magoons wamejaa kila pahali mpaka airport. Wasijaribu kuja hapa saa hii. Hatutaki hao waumizwe. Tunataka watalii wangoje mwaka ujao tukitoa Ruto kuja hapa Kenya. Tunataka investors wasijaribu kuja hapa. This is a state of goons. It is worse than Haiti. Na ndio tunaambia the international community, all inventors across the world, all tourists, Kenya for now is not safe for you because it's a state of goons. The CS Interior is a chief goon. The deputy chief goon is a PS Interior. Wale ambao wanatakiwa kuchunga usalama ndio wenye kuumiza wa Kenya. Kwa hivyo Kenya is not safe for tourism. It's not safe for investors. Lakini sisi wa Kenya vile hatuwezi hama. Nyinyi watalii mkae huko msiumizwe. Investors mkae huko. Lakini sisi wa Kenya hatuwezi enda. Sisi tutapambana na hiyo goons hapa nyumbani kwa sababu hatuwezi hama hapa. Ni wakati huo. Na niseme all goons ambaye mnapangwa na Moses Kuria, mambo yenu imefika mwisho. Wananchi wanangoja nyinyi. Na nimetoa mwelekeo katika mlima. Vijana wote between 18 and 35 mkuwe tayari kulinda makanisa yetu. Vijana mkuwe tayari kulinda wamama. Vijana mkuwe tayari kulinda watoto. Vijana mkuwe tayari kulinda biashara zetu. Vijana mkuwe tayari kulinda viongozi wenu. Vijana mkuwe tayari kulinda mikutano yenu. Hiyo ndio kazi ya vijana katika jamii. That is your duty to our community. All our young men between 18 and 35, it is your communal duty to make sure women are safe. It is your duty to make sure our churches are protected. It is your duty to make sure your leaders are protected. It is your duty to make sure our businesses are protected. It is your duty to make sure all our meetings are safe. That is your duty. Na mimi kama kiongozi wa jamii nimetuma vijana yetu kazi
ya kuchunga na kukinga jamii yetu, tusihangaishwe na William Ruto.